Marekani ina wasiwasi kwamba pengine China inaweza ikaiba teknolojia ya ndege za F-35. Kampeni kali ya China ya kuiba teknolojia ya kijeshi ya Marekani inaibuka kama wasiwasi mkuu katika mjadala wa iwapo Marekani itatoa ndege za kivita za F-35 kwa Saudi Arabia, kulingana na wataalamu na makamanda wakuu wa jeshi waliostaafu. Makamanda hao wameitahadharisha serikali ya Rais Donald Trump wakidai kwamba kuna uwezekano wa hali ya juu kabisa kwa China kuiba teknolojia ya ndege za F-35. Jenerali mstaafu Charles Walt, afisa wa zamani wa jeshi la wanahewa la Marekani na naibu kamanda wa zamani wa EUCOM, alisema Marekani tayari imekataa Umoja wa Falme za Kiarabu na Uturuki kutokana na wasiwasi kuhusu unyonyaji wa teknolojia kutoka Uchina. Tuliambia Uturuki kuwa hawatapata ndege za F-35. Tuliambia Umoja wa Falme za Kiarabu kuwa hawataipata kwa sababu kuna wasiwasi kwamba kunaweza kuwa na uhamisho wa teknolojia hadi Uchina. Waldi alisema huenda hilo lingekuwa suala kubwa zaidi kwa Saudi Arabia kupata F-35, si kwa sababu wangewapa wa China, kwa sababu wa China wanaweza kutumia vibaya kupitia akili kupata uwezo huo, lakini tuna wasiwasi kwa wengine, Waldi alisema wakati wa mkutano na JINSA wiki hii. Mtaalamu wa China Gordon Cheng alisema Beijing tayari imeonyesha uwezo wake wa kupenya mipango ya ulinzi ya Marekani na inapaswa kudhaniwa kuwa inalenga F-35 tena. Tunapaswa kudhani China ina kila kitu tayari. Alisema kuwa Washington lazima isawazishe hatari na faida za kimkakati za kuimarisha uhusiano na Riyadh. Tunahitaji kuimarisha uhusiano na mwanamfalme huyo, hasa ikiwa hiyo itamsaidia kutia saini mkataba wa Abraham. Mwache awe na ndege za F-35 zilizovuliwa, akimaanisha kwamba zilizopunguzwa uwezo. Aliongeza kuwa washirika wengine wa Marekani wanaweza kuwasilisha wasiwasi mkubwa zaidi. Nina wasiwasi zaidi kuhusu Korea Kusini kuwa na ndege na kugeuza mipango kwa China. Huduma za kijasusi za China zimehusishwa kwa miaka mingi katika jitihada za kuvuna teknolojia ya kijeshi na anga ya Marekani, ikiwa ni pamoja na miundo ya siri, mifumo ya uendeshaji wa angani wa hali ya juu. Maafisa wa Marekani hapo awali walihusisha waigizaji wa mtandao wa Kichina na wizi unaolenga mipango mikuu ya ulinzi ya Marekani, ikiwa ni pamoja na vipengele vinavyofanana vinavyopatikana katika ndege za kizazi cha 5 za F-35. Ni wasiwasi ambao wakati huu unazidi kuenea kwamba asilimia kubwa China inaweza ikachukua ndege za kivita za F-35, na wakati huu ambapo kumekuwa na ukinzani mkubwa kati ya Marekani pamoja na Uchina, hasa kwenye suala la silaha. Siku za hivi karibuni China ilionyesha silaha za hali ya juu ambazo baadhi yake ni ndege zinazofanana na zile za B-2, ambapo Marekani ilidhani pengine tayari China imeshaiba teknolojia yake ya ndege za B-2. Kutokana na hali hiyo, Marekani inatafakari iwapo itaidhinisha ombi la Saudi Arabia la ndege za F-35 kama sehemu ya mazungumzo mapana ambayo yanajumuisha uhakikisho wa ulinzi na maendeleo yanayoweza kutokea ya kidiplomasia na Israel. Luteni mstaafu Jenerali Robert Ashley, mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la ulinzi, alisema Marekani inatumia itifaki za ufuatiliaji wa mauzo ya kijeshi ya kigeni ili kupunguza hatari, lakini ulinzi si kamilifu. Mojawapo tu ya mambo tunayofanya kupitia mauzo ya kijeshi ya kigeni ni itifaki ya ufuatiliaji wa matumizi ya mwisho, Ashley alisema. Tunaangalia kwa karibu jinsi aina hizi za mifumo ya hali ya juu inavyotumika, lakini sio kabisa. Bado kuna asilimia kubwa ya teknolojia ya kizazi cha 5 cha ndege hizi za F-35 kuifikia China. Licha ya tishio la China, makamanda hao wastaafu walisema hawaamini kuwa ununuzi wa ndege za F-35 utadhoofisha makali ya ubora wa kijeshi wa Israel. Waldi alisisitiza kuwa marubani, wapangaji na wahandisi wa Israel wanadumisha kiwango cha juu cha mafunzo na uvumbuzi. Kuna tofauti kubwa kati ya uwezo halisi wa majaribio ya Israel kuliko nchi nyingine duniani, Waldi alisema, akiongeza kuwa Israel imeunganisha maboresho yake katika ndege hiyo. Waisraeli walirekebisha F-35 kwa kiasi fulani, waliunda na kukuza uwezo wa ziada kabla ya kufanya shambulizi nchini Iran, licha ya kwamba baadhi ya ndege zake zilidunguliwa na makombora ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.